Karibu mwana michezo, tuendelea kuzungumza michezo kwa kubwa zaidi. Tuko hapa na afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo kuyazungumza mengi ya kimichezo kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia ligi ya wanawake ambao hapo kesho tunatarajia kukutana na nusu finali ambayo itakuwa ni saa 7 lakini pia saa 10. Clifford Mario Ndimbo, habari zako? Safi, mambo vipi? Safi, uko vizuri? Shwari kabisa. Kule na majukumu? Nashukuru. Kubwa kwanza, tuko kwenye mapumziko ya muda mfupi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hebu tuanze kidogo hapa. Kuanzia ligi imeanza, imewapa picha gani hadi sasa hivi kwenye michezo miwili ambayo imechezwa? Unapoizungumzia ligi kuu ya NBC unazungumzia ligi ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ni ligi yenye ushindani mkubwa, na hata sote ni mashahidi kwamba hata kwa namna ambavyo imeanza katika msimu huu 2025-2026 pia vile vile imeonyesha namna gani ambavyo ligi yetu imekuwa ikipata hiyo nafasi ya kuwa moja kati ya ligi 5 bora, na namna ambavyo ushindani uliopo pamoja na mambo mengine kwa kweli inathibitisha hilo ambalo lipo, na wenzetu ambao ni wasimamizi na waendeshaji wa ligi hiyo ya NBC kwa maana ya TPLB, kusema kweli wamekuwa wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba mambo yote hayo yanakwenda vizuri. Sawa, tukija hapo vizuri kwenye swala la ligi, moja ya kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi sana ni ile kamati ya masaa 72 imekuwa imereact mapema sana, watu wengi wamefurahi. Hii inatuma ujumbe gani hasa kwenye vilabu, lakini pia tunazungumzia marefa ambao pia tumeona wamepigwa rungu tayari, lakini pia uendeshaji mzima wa ligi? Nisingependa kuingia sana katika masuala ambayo yanahusiana na ligi kuu ya NBC kwa sababu tayari TPLB ndio ambao wasimamizi na waendeshaji wa ligi hiyo, lakini kwa namna ambavyo imekuwa ikisimamiwa na kuendeshwa mara zote imekuwa ni kutaka kuondoa changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zinajitokeza katika msimu uliomalizika. Kwa hiyo naamini hata msimu huu 2025-2026 pia vile vile bado ni hiyo kwamba kuhakikisha kwamba tunaendelea kupiga hatua katika mpira wa miguu. Ili swali sijui litakuwa ndani ya uwezo wako ama itakuwa ni nje. Kuna taarifa kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya uwanja kwenye vilabu vya Simba na Yanga ambao walikuwa wanautumia uwanja nyumbani wa Benjamin William Mkapa, lakini kuna taarifa zinadai uwanja umesitishwa kwenye matumizi. Hii taarifa ina ukweli kiasi gani? Kwa sababu bado hatujiona taarifa na tayari wameanza kutafuta viwanja mbadala ambao watatumia kwenye ligi. Hili moja kwa moja kama nilivyosema kwamba masuala ambayo yanahusiana na ligi, maana yake yupo ambaye ni msimamizi na mwendeshaji wa ligi. Kwa hiyo ni vizuri pengine likaelekea zaidi kwake kuona kama kuna chochote ambacho kipo katika eneo hilo. Kwa hiyo nadhani lingeelekea upande huo zaidi. Twende kwa mchezo wa kesho. Ni ligi ya wanawake ambao sasa hivi ina ushawishi mkubwa sana. Tukiona tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Tutegemee kwenda kushuhudia ushindani wa kiasi gani kwenye nusu finali, na unaenda kutupa taswira gani kuelekea msimu unaoenda kuanza wa wanawake? Unapozungumzia soka la wanawake kwa Tanzania tumekuwa tunapiga hatua kila msimu ambako tunacheza ligi, lakini pia ukiangalia klabu ambazo zinacheza kwenye ligi kuu ya wanawake ya Tanzania vimekuwa vikifanya vizuri pia katika mashindano mbalimbali ambao wanashiriki, kwa maana kwamba hivi karibuni tumeona JKT Queens kwa mara nyingine tena wameweza kupata ubingwa wa Sekafa ambao umewapa nafasi pia ya kuwa wakilishi wa Tanzania katika ligi ya mabingwa wanawake kutoka kanda ya Sekafa. Kwa hiyo ni ushuhuda ya kwamba ligi kuu ya wanawake Tanzania imekuwa ikiendelea kupiga hatua, lakini kwenye upande wa timu za taifa pia vile vile tunaona kwa namna ambavyo tumekuwa tunapiga hatua katika mashindano mbalimbali ambayo tunacheza. Kwa hiyo ni ligi ambayo imekuwa na msisimko mkubwa, ni ligi ambayo imekuwa na ushindani mkubwa, na
na ni ligi ambayo imekuwa inapiga hatua kadri ambavyo tunaendelea kusonga mbele. Kwa hiyo unapozungumzia shindano la ngao ya jamii unazungumzia pia timu ambazo zinafahamika, timu ambazo zimekuwa timu shindani katika ligi kuu ya wanawake Tanzania. Unamzungumzia JKT Queens ambaye alimaliza akiwa bingwa wa ligi hiyo. Unamzungumzia Simba Queens ambaye alimaliza nafasi ya pili. Unamzungumzia Yanga Princess, unamzungumzia Mashujaa Queens ambao walimaliza kwenye hizo nafasi 4 za juu. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo nusu finali hizi zinakwenda pia kuleta burudani, kuleta ushindani, lakini kuleta picha ya namna ambavyo ligi ya msimu wa 2025-2026 itakavyokuwa. Nusu finali ya kwanza Simba Queens dhidi ya Mashujaa Queens saa 7 za mchana, na nusu finali ya pili itakuwa ni JKT Queens dhidi ya Yanga Princess saa 10 za jioni. Mechi zote zinachezwa uwanja wa KMC Mwenge na mechi zote hazitakuwa na kiingilio. Hapo kwenye swala la kiingilio tumeona mara nyingi zaidi mnaweka kiingilio kuwa ni hakuna kiingilio, yani kuwa ni bure kwa mashabiki. Hii ina maana gani? Mwitikio unakuwa ni mdogo sana hasa kwenye hizo mechi za wanawake. Bado tuna kiu ya kuona namna ambavyo tunaendelea kupiga hatua katika mpira wa miguu wa wanawake. Sehemu ambayo inahusika pia unapozungumzia mashabiki ni sehemu ya kupiga hatua. Kwa maana hiyo unaendelea kuwavutia zaidi mashabiki, na sote ni mashahidi kwamba kwenye mechi hizi za wanawake imekuwa kila msimu mashabiki wamekuwa wakiongezeka zaidi viwanjani kwenye mechi tofauti, mechi ambayo inahusisha hata timu ambazo tunasema kwamba ni daraja la kati, lakini bado unakuta mashabiki wanajitokeza, kwa maana ya kwamba inaendelea kuwavutia zaidi. Lakini pia licha ya kwamba tunaendelea kupiga hatua katika eneo hilo la mpira wa miguu, bado tunatakiwa kuendelea kuwavutia zaidi wachezaji ambao tunaendelea kuwaendeleza pamoja na mambo mengine. Shabiki ni sehemu ya maendeleo hayo, na ndio maana unaona kwamba tumekuwa tunakwenda nao pamoja katika namna hii. Sawa, chochote cha kumalizia kuhusiana na masuala mazima ya usimamizi wa TFF kwenye ligi kuu lakini pia kwenye ligi ya wanawake? Kikubwa ni kwamba utaratibu na kanuni ni jambo kubwa zaidi ambalo linatazamwa. Kwa hiyo ni waombe wadau basi waweze kufuata utaratibu pamoja na kanuni, lakini pia ni waombe mashabiki, wao ni sehemu muhimu sana ya mechi yoyote ile ya mpira wa miguu ambayo inachezwa. Kwa hiyo wao wakiwa ni sehemu hiyo, basi ni waombe waendelee kujitokeza viwanjani pale ambapo kuna mechi mbalimbali. Asante sana. Shukrani. Anapomaliza kuelekea kwenye mchezo ya Princess kesho, nusu finali ambayo itachezwa saa 10 za jioni wa KMC Mwenge, mchezo ambao hautakuwa na kiingilio. Kwa hivyo mashabiki wakati wote mnakaribishwa. Tukumbuke kwa